kwa maazimio yale yale, moyo ule ule ulionao wewe Mheshimiwa mbunge pamoja na mwenyekiti wetu, kupitia halmashauri kuu hii maalum, tunawaombeni, tunakuomba mtusaidie kukamilisha lile jengo la chama. Au mnasemaje wajumbe wa halmashauri kuu? Mimi naamini mbunge huyu anaweza, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi anaweza. Kwa hiyo tukianzia hapa siku ya leo, ninaamini utasema neno. Huwezi ukakiacha mikono mitupu chama chako, na ninadhani unatamani kuona ikiwezekana uchaguzi wa mwakani, taratibu zote za kichama zinafanyika katika jengo letu lile jipya la chama. Ninakwenda kusimamia ujenzi wa ofisi hiyo kwa kushirikiana na mwenyekiti na wadau wengine. Nisije nikasema nikaahidi hapa na imalizia peke yangu. Narudia, mimi mbunge ninaibeba sasa kama ajenda ambayo ni azimio la kikao hiki. Katibu amenitwisha kushirikiana na wadau na mwenyekiti wetu wa chama ngazi ya wilaya na wadau wengine. Kisema wadau najumuisha wote ngazi ya mkoa wote, msije mkamtoa mtu, kukamilisha ofisi yetu ya chama. Na ili kutia moyo, kuonesha tumeanza kujenga ofisi ya chama, na ajenda ile nimepewa mimi kama sehemu yangu ya azimio. Leo nitatoa mchango wa fedha yangu kwa ajili ya ujenzi, ukamilishaji wa vyumba vitatu vya ofisi ya CCM, na ndani ya mwezi mmoja mzee mwe mmehamia pale mnapiga kazi ya ukamilishaji wa vyumba vitatu, kwa maana kuweka ceiling board, kuweka tiles chini, kufunga wiring, kuweka madirisha, kufunga na milango. Lakini rangi tunaipiga ofisi yote kama ilivyo. Kwa hiyo nimetenga fedha milioni 10 na leo nakabidhi chama kwa ajili ya ujenzi wa haya niliyoyasema. CCM oye! Ninaamini kwa tathmini niliyoifanya, kama itapelea kwa haya niliyotaja vile vyumba vitatu, katibu, hiyo ni kazi yangu akisha yanakamilika. Lakini leo hii nakabidhi meza hii milioni 10 ili haya niliyoyasema, na kwa kuwa mafundi baadhi walikuwa wanakupigia simu, nitakukutanisha nao, kila ambacho wameniletea mezani ninacho nitakupa cha uhalisia, kwa sababu mimi bahati nzuri ni mjenzi, ninajua nini maana ya ujenzi. Tathmini nimekwisha ifanya. Tunakwenda kukamilisha vyumba vitatu ndani ya mwezi mmoja. Ndugu zangu, mkishindwa kuhamia sasa ni la kwenu, mimi nitakuwa nimetimiza wajibu wangu. CCM oye! Tutakapokamilisha vyumba vitatu, hawa watumishi wakaridhia kwa mapenzi kwamba pamoja na muonekano huo tunaenda hivyo hivyo, tunakwenda hatua ya pili, na hiyo sasa ni katibu anaiandaa. Mimi nitakutafutia mgeni rasmi, tuandae harambee itakayofanyika kama sio mwezi wa 9, mwezi wa 10, wa kukamilisha ujenzi wa ofisi ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mimi nitaweka alama ya kuonesha kwamba mgeni rasmi tunaomwandaa na harambee tunayokwenda kufanya ya wana CCM na wadau mbalimbali kukamilisha ile ofisi, wanakuja wanakuta kuna alama imeweka, tunakamilisha. Wakati huo mtu mnafanya kazi kwenye ofisi yetu ya chama, tuachie watu wa Kole na ofisi yao waendelee kufanya kazi za Chama cha Mapinduzi. Na niwaombe ndugu zangu wana halmashauri, ajenda yetu iwe hiyo kwamba tunakwenda kukamilisha ofisi yetu ya chama ngazi ya wilaya. Serikali, mkuu wa wilaya atatusaidia kwa sababu ni kamisana na ni mwana CCM mzuri. Tutakapoandaa harambee, tutaandaa kwa kuangalia wadau mbalimbali wakiwemo na viongozi wa serikali, kwa sababu na wao wanatokana na chama hiki cha Mapinduzi. Tutagonga hiyo ofisi, tutamaliza. Tutakwenda miundombinu ya pembeni, kama fedha itabaki tutagonga, tutamaliza, ifanane na hadhi na kazi kubwa ya wilaya ya Rorya mliotuheshimisha sisi wana CCM. Kwa maana hiyo, naomba sasa nikabidhi milioni yangu 10 hii hapa kwa katibu wetu wa chama. CCM oye! CCM oye! Rorya oye! Nitakapomaliza ofisi ya chama ngazi ya wilaya, baada ya harambee, tutakwenda kutafuta kata ambazo hazina ofisi ya chama. Zile kata ambazo hazina ofisi za chama, leteni maombi, taandika barua ya kuonesha kama una ofisi ya chama au haijakamilika ofisi ya chama. Iliyokamilika tuache, tutakuja kukutana baadaye nitalisema. Ambao hamkukamilika, ambazo hazijakamilika, yani kwa maana ya kwamba hazitumiki, wamejenga boma halijakamilika lile boma, au hawana hata msingi, kama ndugu zangu kata ya Kiang'ombe wamepanga kwenye kibanda cha muuza chai ofisi ya chama,
na wengine wengi huko mpo mmepanga kwenye vibanda. Hatupaswi kwenda namna hiyo, au mmeazima ofisi za matawi. Hapana, lazima sote tukitoka humu ndani liwe ni azimio letu la pili kwamba tunakwenda baada ya azimio la kwanza la ujenzi ofisi ya wilaya, tunahamia kushikana mashati tukamilishe ofisi za ujenzi wa chama ngazi ya kata. Ofisi ya chama ngazi ya kata, kama una kachumba kamoja hakafai, hakafanani na ardhi na hadhi ya kazi kubwa nzuri ya utekelezaji wa ilani wa chama hiki wilaya ya Rorya. Na wewe utaleta useme naongeza ofisi ya pili angalau ifanane na hadhi, kwa sababu UWT wanatakiwa wakae, vijana wanatakiwa wakae mle, wazazi wakae na nyinyi watu wa chama. Kama mna kachumba kamoja, mlete mapendekezo na picha hizo, katibu atazikusanya, tuziweke kwenye maazimio kwamba tunapomaliza ngazi ya wilaya, tunapokutana hapa sisi wajumbe wa halmashauri kuu ngazi ya wilaya, iwe ni sehemu ya ajenda. Mtusumbue sisi, mnisumbue na mimi. Mnipe kiatu, kama hakinitoshi mniambie wewe kiatu hakikutoshi kama wana CCM. Nataka risala zenu viongozi, makatibu watendaji, mnaponisomea risala, mbunge amekuja kwenye chama, achana na yanayosomwa na viongozi kule nje wa serikali. Sema ninatamani, usiniambie ofisi yetu hii mheshimiwa, hapa unapotuona hatuna kalamu, hatuna daftari, makalamu hapa. Sema kama huna ofisi ya kata, sema ofisi yetu ya kata unavyoiona imekamilika. Lakini kwenye matawi yanayotengeneza kata hii hayana ofisi. Nataka muiweke kama ajenda, tuitafutie namna awamu nyingine baada ya kukamilisha kwenye kata, ili tuone namna ya kuwasaidia kwenye ngazi za matawi. Kule hata tukijenga kachumba kamoja wanaweza kusurvive. Lakini niombe ile kwenye matawi tutalifanya baada ya kukamilisha ngazi ya kata, na isiwe deni wala ahadi ya mkutano wetu huu. Ahadi yangu ni kwenye kata ambazo hazina ofisi, lakini na ukamilishaji ofisi ngazi ya wilaya. Kule kwenye matawi mtakuwa mnakuja kama nilivyoingia mkisoma risala, mkasema wanataka mifuko 5, mifuko 10, si nitatoa mifuko 5, si atapewa huyo mwenye tawi ataendelea. Si ndio maana yake? Tunahamasishana kwa staili hiyo, lakini lazima kata ziwe na ofisi za chama zenye kueleweka, zilizopigwa rangi ya Chama cha Mapinduzi, zinazofanana na hadhi ya chama wilaya hii. Tusiende tunasema tunafanya vizuri kwenye chama, hatuna migogoro, tunafanya alafu hata hatuna ofisi, tunakaa chini ya miti, tunakaa kwenye vibanda umiza, tumemwazima mtu tunamlipa kodi ndio tumejibana pale ndani. Hapana, lazima tuwe na hadhi hiyo, na uwe ndio mwelekeo wenu viongozi wa halmashauri. CCM oye! Tumeelewana vizuri kwenye hilo? Tumeelewana vizuri? Ninatamani maazimio baadaye atayasema katibu hapa. Mimi nichombeza tu. Mimi kwenye chama sina maelekezo, maazimio yanasomwa na mtendaji. Lakini nachombeza kwamba ninatamani kwa utendaji, namjua wa katibu vizuri, hili atalisimamia vizuri sana. Tukamilishe wilaya, twende kwenye kata. Miezi miwili hii ambayo tunaandaa harambee ya kukamilisha wilaya, nitakuwa naanza kujipanga namna ya kuja kwenye kata zenu. Tunamaliza wilaya, tunahamia kwenye kata, tunatupia, tunahakikisha kwamba angalau hadhi ya wilaya huku inaimarika vizuri, zinafanana na hadhi za kata. Kata zinakamilika, zinafanana na hadhi ya wilaya. Wale ambao hamjapiga plasta ofisi zenu, lazima mpige plasta, mzipige rangi ya chama. Tunataka mtu anayezunguka akiambiwa ile kata, ile ni ofisi ya CCM, ifanane na hadhi ya chama hiki, Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, niwaibie siri, muda wa kukijenga chama, muda mzuri. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule imekuwa na maendeleo mazuri kitaaluma, kwani inazidi kufanya vizuri kwenye mitihani ya kitaifa kila mwaka. Pia tunatoa somo la kompyuta. Ewe mzazi mlezi, mlete mwanao apate elimu bora, kwani nafasi za kuhamia darasa la awali, la kwanza, la 3, la 5 na la 6 bado zipo. Kwa mawasiliano zaidi na uhitaji, piga kupitia simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.